Magonjwa hatari ya moyo yalinitesa sana mwaka 2020. Mimi naitwa Mwalimu Laban. Ni mwalimu ambaye nimeajiriwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika idara ya elimu. Nafundisha somo la elimu ya biashara katika shule ya kiwango sekondari hapa maeneo ya Chalinze. Leo napenda nikupatie ushuhuda ambao haupingiki katika maisha yangu, pale ambapo nilipimwa moyo wangu na ikagundulika na presha ya juu, lakini pia chemba za moyo wangu zilikuwa hazipitishi damu vizuri. Mbaya zaidi, umeme wa moyo ulikuwa hausukumi damu vizuri, ugonjwa ambao niliambiwa ya kwamba ni kupoteza tumaini la maisha yangu. Lakini Mungu atukuzwe, kupitia kwa mchungaji David Azaeli Mbaga wa Mahubiri TV niliweza kuombewa nikapona. Mungu alinipatia ushindi kwenye maisha yangu ambao mpaka sasa hivi ninakueleza na wewe uweze kuamini ya kwamba Kristo yupo aweze kukuponya magonjwa yako. Haijalishi yamekutesa kwa muda gani, ni muda wako wa wewe pia kuweza kumwamini Mungu ili aweze kukutoa katika matatizo ambayo unapitia. Ngoja nikueleze kitu kimoja ambacho unaweza ukakishangaa. Mungu wetu wa mbinguni kwa namna ya kipekee sana haangalii wingi wa dhambi zako. Yuko tayari kukusamehe dhambi zako zote, akuweke huru. Maana amezungumza hivyo katika kitabu kile cha Yohana 3:17 ya kwamba hakumtuma Yesu Kristo aje kutuhukumu dhambi zetu, bali atupatie msamaha wa dhambi, tuwe huru katika maisha yetu. Haijalishi ni nguvu za giza zinakutesa namna gani, Mungu yupo aweze kukutoa huko. Mungu anatamani kukutendea jambo katika maisha yako. Kubali kuchaguliwa na yeye, hata kama una dhambi, akusamehe ili majina yako yasajiliwe katika vitabu vya watu ambao wanastahili kuweza kupewa haki na Mungu wa mbinguni ya kuweza kuishi milele na sio kuweza kufa na kuishia motoni kama jinsi ambavyo shetani anahitaji, bali yeye anahitaji hata kama ukipoteza maisha yako aweze kurejesha uhai wako na kukupeleka katika dunia mpya ambayo haina mateso. Na imeshuhudiwa hivyo kwenye kitabu kile cha Ufunuo 21 mstari ule wa 4 ya kwamba katika dunia mpya hakutokuwepo na mateso yote yale, hakutokuwepo na kifo, hakutokuwepo na machozi, hakutokuwepo na uonevu tena, maana adui yetu mkuu aliyeanzisha kifo ambaye ni shetani atakuwa amechomwa moto na kupotezwa moja kwa moja. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi magumu ya kumwambia shetani, hukuniumba. Haijalishi umeniingiza dhambini kiasi gani, ni lazima nirudi kwa Mungu wangu ambaye aliniumba.